sheria, kanuni, maelekezo, miongozo yote ipo katika kila nchi. Lakini bado kwa upande wa Pemba, sisi kama private sector tunaona kwamba kuna tatizo la utekelezaji na usimamizi baina ya Unguja na Pemba. Kwa hiyo sisi kama private sector watu tunajiuliza, serikali yetu inatupenda sana, kwa maana kwamba inapenda sana sisi tuwe tunazitekeleza hizi sheria, au inatuonea, au hawa watendaji wa hizi taasisi zinazosimamia hizi sheria wale wazuri ndio watu walitoa Pemba kwa maana wao waziheshimu zaidi hizi sheria, au wale wabaya ndio huwa tunaletewa Pemba. Kwa hiyo huwa tunajiuliza, kwa mfano, kwa sababu unaweza kukuta kuna kitu Unguja ukioni kwa sababu tunatembea na wafanya biashara naenda huku na huku, lakini ukija Pemba unamkuta msimamizi wa hiyo sheria au hiyo kanuni anavyokusimamia, alafu ukipiga simu Unguja kuuliza unaambiwa hilo jambo huku hakuna. Tena mtu anafika baada anakuambia mimi unanijua. Yaani unasema huyu mpaka kafika kasahau kwamba mimi na yeye tunategemeana, ni kila mmoja anamhitaji wenzake. Kwa hiyo kwa sababu wawekezaji wapo wa nje na ndani. Kwa hiyo hawa wawekezaji hususan wa ndani wanakimbia kuja kuwekeza Pemba kwa sababu wanaona ukienda Pemba unaenda kukutana na watu au wao hawasikii lolote. Na hiyo sheria atakwambia hivi ndio sheria inavyoelekeza. Lakini mtu huyo kaelekeza Unguja, hayo anayoyakuta Pemba hayapati. Nitakupa mfano, tulikuwa tuna kikao, watu wa hoteli wanazungumza kwamba kuna utaratibu wa kupelekewa wale wanaotoka VTA vikwazo wanavyovipata kwa upande wa idara ya uhusika ya Pemba kule Unguja hawavipati, na mtu ana hoteli Unguja na ana hoteli na Pemba. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kama tutavifanyia kazi tutabakia hapa yalipozungumzwa, lakini kuna vitu tuvifanyie kazi ili ifike pahali mfanya biashara aone kwamba mazingira anayofanyia mwekezaji, ninayofanyia shughuli zangu Unguja na anayofanyia Pemba ni sawa sawa. Watu hapa na mwenyekiti watazungumza, watu wa restaurant watazungumza, watu wengine. Kuna watu wanaogopa hata kwenye hizo taasisi. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo tunalo kwa upande wa Zanzibar kwa kufanya kazi. Lakini jingine ni upatikanaji wa huduma katika taasisi zetu. Kwa maana kwamba tuna taasisi ambazo zinatoa huduma mbalimbali. Kwa mfano, ZBS, kuna ZFDA na taasisi nyingine. Lakini leo mwekezaji ya Pemba, kwa mfano watu wa maji, akiwa anataka kupeleka kipimo chake, ndugu mwenyekiti, hicho kipimo ataambiwa lazima kipelekwe wapi? Unguja. Kwa hiyo serikali inabidi ijipange kuhakikisha hizi huduma zinapatikana Pemba. Na ubaya sasa siku nyingine unaweza kutafuta baada ya mwezi ukaambiwa unajua kile kipimo chako kilipotea katikati. Sasa sijui kama kinasafirishwa kwa majahazi au kwa kitu gani. Kwa hiyo ili kuepusha haya, nadhani serikali ijipange hizi huduma ziishie hapa Pemba, ili wawekezaji ajue kwamba mimi kitu changu chote nitakipata Pemba. Lakini kitu kingine ni urasimu. Sijui kuna watu wanasema sile nzuri, lakini urasimu ambao umekuwa mkubwa wa kuzungushwa. Yani unapoende baraza la mji, kwa mfano baraza la mji, wizara ya fedha, ZRA, maana mpaka ukimaliza umeshachoka. Na ukubwa zaidi kwa Pemba sasa, ukimaliza zote hizo utaangoja jambo lako mpaka limalize Unguja. Hapo sasa ndio mtu anachoka. Kwa hiyo huyo mwekezaji ambaye anaona mimi nimeenda Pemba, najua taasisi zote zipo, lakini naambiwa sasa wewe umeshamaliza kila kitu, lakini sisi hatuwezi kufanya kitu. Na ndivyo nakujibu. Mpaka ile jambo limalize Unguja na waziri ndipo atakujibiwa ofisini. Na sisi tunajua kwamba sasa hivi, kwa mfano kaka anatueleza vitu vyote ni kwenye mifumo, sio? Sasa na haya mambo mengine ni vizuri ambayo kwenye mifumo, ili huyo mwekezaji asiambiwe subiri waziri yupo Unguja, subiri katibu mkuu yupo Unguja. Tena siku nyingine ndio mwenyekiti ni certificate tu, na pengine hiyo certificate inahitaji sign tu, na wapo watu ambao wamefika wamekata tamaa kwa sababu ya mifumo hiyo. Mengine ni kweli, lakini tunaamini mambo mengine huwa ni kuzungushwa tu ule urasimu. Pengine wala hakuhitajiki kutoka Unguja, au pengine yeye akiituma tu akisha kupata go ahead inaendelea. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo sisi tunahisi zinarejesha nyuma masuala ya uwekezaji, ambapo kama zitafanywa kazi basi mwakani tukija hapa tutazungumza mazuri zaidi mbali ya haya ambayo tunayazungumza. Nadhani mambo ni mengi na kaka yangu yupo, kwa sababu ya muda niishie hapo.
katibu wa